Mzigo unaanza kumuonyesha binti wa kuitwa Phoebe, na Loi binti akiwa ametulia zake nyumbani alipigwa simu na dokta mmoja ambaye alikuwa anaitwa Jidi na kuambiwa kwamba kuna ajali ya ndege imetokea huko Abuja na moja ya abiria ambao walikuwa kwenye ndege hiyo alikuwa ni binamu yake, lakini kwa bahati mbaya sana abiria wote ambao walikuwa kwenye ndege hiyo walikuwa washapoteza maisha. Hasa hii taarifa ilimfanya binti awaze maswali mengi sana, lakini dokta alienda kumkazia Phoebe na kusema inabidi awahi mochwari kwa ajili ya kuchukua mwili wa ndugu yake, na binti kwa sababu alikuwa hana namna ilibidi akubali tu jambo hilo. Lakini baada ya miaka mingi sana kupita, binti alienda kuonana na mwanasheria wa binamu yake, na Loi mwanasheria alimwambia Phoebe kwamba kuna mambo ambayo marehemu alikuwa ameandika kwa ajili ya binti yake, na marehemu alisema kwamba anachohitaji ni kuona binti yake anaelewa na Phoebe pamoja na Chazi ambaye ni ex wake. Ingawa hili jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa Phoebe pamoja na Chazi, maana hawa wawili walikuwa wameshaachana kwa muda mrefu sana na walikuwa hawapatani hata kidogo, ila mwanasheria ilibidi awasisitiza sana na kusema inabidi mkubali tu kuishi na Tabi, maana hayo ni maelekezo maalum kutoka kwa marehemu. Ila baada ya mwanasheria kuelekeza kwa muda mrefu sana, Chazi pamoja na Phoebe ilibidi wakubali jambo hilo, lakini hili jambo lilikuwa ni kinyonge vibaya mno. Lakini siku ilipopita, Chazi akiwa upo zake ofisini alitembelewa na mshikaji mmoja ambaye anaitwa Damian, na huyu mshikaji ni rafiki yake kwa muda mrefu sana, na Loi Chazi aliamua kumwambia Damian kila kitu ambacho kilikuwa kimetokea. Lakini upande wa Damian hii story ilikuwa ni tofauti kabisa, maana Damian alimwambia Chazi kwamba huwezi ukaishi na ex wako wote kwa ajili ya kumlea tu mtoto, ila Chazi kwa sababu alikuwa amekubali kumlea Tabi, mwamba alisema anampenda sana ule mtoto na yupo tayari kuishi naye kama mzazi wake. Hasa Damian baada ya kuona kila akimshauri Chazi anazidi kuwa mbishi, ilibidi akubali tu kusikiza msimamo ya mshikaji wake. Lakini baada ya muda mfupi kusogea, Chazi alikubali kwenda nyumbani kwa Phoebe ambako huko atakuwa na mlea huyu binti wa kuitwa Tabi, na Tabi alifurahi sana baada ya kumuona Chazi. Lakini upande wa Phoebe hali ilikuwa tofauti kabisa, maana binti bado alikuwa na hasira nyingi sana na huyu mshikaji, maana hata Tabi alipokuwa anaendelea kuzungumza na Chazi, Phoebe alionekana hilo jambo kutokulipenda kabisa, maana Phoebe alimwambia Tabi kwamba inabidi aende kuandaa msosi, na hii baada ya kuona ni kama dogo amezidi kumchangamkia sana Chazi. Hasa Tabi ilibidi akubali tu kumsikiza Phoebe, lakini Chazi pamoja na Phoebe wakiwa wanaendelea kuzungumza, Loi mchizi aliamua kumchana makavu Phoebe na kusema hahitaji ugomvi wa aina yoyote ile, yeye anachohitaji ni kupumzika. Ila Phoebe baada ya kusikia maneno yao kutoka kwa mshikaji aligeuka na kuwa mbogo na kusema yeye hawezi kumuonyesha chumba chochote kile Chazi, ila hawa na wake zake ambao walikuwa wanaishi nao ndio watakao muonyesha chumba cha kulala. Na baada ya kutoa kauli hizo, binti aliondoka zake, lakini mchizi naye baada ya kupewa kauli hiyo ilibidi awe mpole tu na kuingia zake chumbani. Lakini baada ya kufika chumbani, mwamba alionekana akiwa na mawazo mengi sana, huku akiwa anasema kutegemea kama siku moja atakuwa baba kwa staili, licha ya kwamba anampenda sana binti huyo. Ila hata huku upande wa pili wa Phoebe, binti alionekana akiwa anajilaumu sana na kusema hii sio fair kabisa, maana haamini kama anaweza kumlea Tabi, maana maisha yake tu yamemshinda. Hasa Chazi pamoja na Phoebe wakiwa wanaendelea kujilaumu, huku upande wa binti hali ilikuwa tofauti kabisa, maana Tabi naye alianza kuwakumbuka wazazi wake, na hii ni baada ya kushuhudia maisha ambayo anaishi Chazi pamoja na Phoebe, maana kila siku walikuwa wanagombana. Lakini siku ikapita na maisha yakaendelea kama kawaida, lakini ugomvi wa Phoebe pamoja na Chazi ukawa bado unaendelea, maana Loi binti alianza kumlaumu mshikaji kisa tu amevaa vesti, jambo ambalo lilimshangaza sana Chazi, maana mwamba aliona hili jambo ni la kawaida tu. Lakini Phoebe hakutaka kuelewa jambo lolote lile, alimwambia Chazi kwamba inabidi ajitahidi avae shati, na mwamba kwa sababu alikuwa hana namna ilibidi akubali tu kumsikiza Phoebe. Lakini baada ya muda mfupi kusogea, Phoebe aliamua kumfuata rafiki yake ikiwezekana ampe ushauri, na hii ni baada ya kuona maisha ambayo anapitia yeye pamoja na Chazi, maana binti amesema ameishi na Chazi kwa muda mfupi sana, lakini anaona hizi siku ni kama mwaka. Ila rafiki yake aliamua kumchana ukweli Phoebe na kusema utakiwi kabisa kujilaumu, maana wewe ndio ulikubali kuishi na ex wako. Hasa Phoebe naye baada ya kusikia kauli hiyo ilibidi aanze kumkataa Chazi na kusema Chazi sio ex wake, maana walidate kwa siku chache tu wakaachana, hivyo yeye anaona ni kama walikuwa hawana mahusiano. Hasa huyu binti aliendelea kumkazia sana Phoebe na kusema najua utakuwa umemiss sana kulala na Chazi, lakini hilo jambo Phoebe alilikataa kabisa na kusema yeye yupo busy sana na hataki kabisa masuala ya mapenzi. Ila huyu binti naye baada ya kuona kila akizungumza na Phoebe anazidi kumkataa, ilibidi amwambie rafiki yake kwamba amemwandalia zawadi ya dildo ambayo itakuwa inamsaidia kukata stimu za mapenzi, maana anaamini huyu binti atakuwa na kichupa kingi sana. Ingawa Phoebe naye aliendelea kuwa mbishi na kusema yeye mambo ya mapenzi hataki kabisa, na baada ya mazungumzo hayo Phoebe aliamua kuondoka zake. Lakini siku zilipozidi kusogea, Tabi alianza kumuuliza Phoebe maswali mengi sana ya ajabu, na Loi binti alimuuliza Phoebe kwa nini ampendi Chazi, moja ya swali ambalo lilimchanganya sana Phoebe. Ila Phoebe ilibidi azuge na kusema yeye bado anampenda sana Chazi, ila Tabi kwa sababu alikuwa anapenda sana kuona Chazi pamoja na Phoebe wakiwa wanapendana, Tabi aliendelea kumkazia Phoebe na kusema kuna mambo mengi sana ambayo Chazi amemwambia, na moja maneno hayo ni kwamba Chazi anampenda sana Phoebe. Lakini Phoebe baada ya kusikia maneno hayo, reaction yake ilikuwa tofauti kabisa, maana Phoebe alionekana ampendi Chazi hata kidogo, na alisema hata kama Chazi amesema yeye anampenda, yeye hawezi kabisa kumkubalia. Hasa Tabi ilibidi akubali tu kumsikiza Phoebe. Lakini baada ya muda mfupi kusogea, Chazi akiwa ametulia zake nyumbani, Loi kuna mwamba mmoja wa delivery alikuja kumletea mzigo, na ulikuwa ni mzigo wa dildo ambao binti aliletewa na rafiki yake. Hasa mwamba kwa sababu alikuwa hajui kwamba huu mzigo ni wa nini, ilibidi achukue mzigo huo na kuingia nao ndani. Na baada ya muda mfupi kusogea, mwamba aliamua kumwambia Phoebe kwamba kuna mtu amemletea mzigo, ingawa binti baada ya kupewa mzigo huo ilibidi amuulize Chazi kama mshikaji atakuwa ameufungua mzigo huo, na mchizi alisema ndio nimeufungua. Na binti alipomuuliza mshikaji kwa nini umeufungua mzigo wangu, mwamba alisema nimeamua kufungua mzigo huo kwa sababu nilikuwa nataka nijue ni nini kilichopo ndani. Hasa binti naye baada ya kusikia maneno hayo
hayo ilibidi afungue mzigo huo, lakini alistuka sana baada ya kufungua mzigo huo, maana pale pale binti alikataa na kusema huu mzigo sio wake. Ingawa hilo jambo Chazi kuliamini kabisa, maana alianza kumkazia binti na kusema huu mzigo ni wako, maana hata nje ya mzigo jina ambalo limeandikwa ni lako. Sasa binti ilibidi atetee kwa muda mrefu sana akiamini huenda Chazi atamuelewa, lakini mambo yalikuwa ni tofauti kabisa, maana Chazi alienda kumkazia binti na kusema huu mzigo ni wako na utakiwi kabisa kukataa. Lakini baada ya mazungumzo hayo, Phoebe ilibidi ampigie rafiki yake na kusema yeye alikuwa hahitaji kabisa mzigo, maana anahisi utaweza kumletea balaa ndani. Lakini bidada alienda kumsisitizia Phoebe na kusema huu mzigo amemletea kwa ajili yake, hivyo ni lazima utumie. Sasa Phoebe ilibidi akubali tu kumsikiza rafiki yake, lakini siku ilipopita Chazi aliamua kumfuata Phoebe chumbani kwake ikiwezekana wazungumze. Ingawa hili jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa Phoebe, maana binti alipomuona tu Chazi aliamua kumfukuza na kumwambia inabidi uondoke chumbani kwangu, na Chazi naye kwa sababu alikuwa hana namna ilibidi akubali tu kumsikiza binti huyo. Lakini Mwamba baada ya kuona ni kama amezidi kunyanyasika ndani ya nyumba hii, ilibidi amuite Damian na ikiwezekana Mwamba amshauri. Na Damian baada ya kusikia maelezo kutoka kwa mshikaji wake alimwambia Chazi kwamba hutakiwi kabisa kufocus na Phoebe, cha msingi ni kufocus na Tabi na kumuonyesha binti yule kwamba wewe ni baba bora kwake. Ingawa hilo jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa Chazi, maana Mwamba alisema hawezi tena kuendelea kuishi na Phoebe, maana ule binti amekuwa anamtesa kila wakati. Sasa Damian ilibidi aendelee kumsisitizia rafiki yake na kusema inabidi awe mpole tu na awe mvumilivu kwa wale wote ambao anakuwa anapitia, ila bado Chazi aliendelea kumkataa rafiki yake na kusema yeye amechoka kuendelea kuishi na Phoebe. Lakini mazungumzo yakiwa yanaendelea, Damian ilibidi amkumbushe mshikaji muda wa kumnunulia ice cream Tabi, na mchizi aliposikia jambo hilo alistuka sana, maana alimwahidi binti kwamba atamletea ice cream akishatoka kazini. Lakini kwa bahati mbaya sana Chazi alikuwa ameshachelewa na akakosa ice cream, na baada ya kufika nyumbani mambo yalianza kuwa magumu, maana Phoebe alianza kumfokea Chazi kama mtoto mdogo, na hii ni baada ya kuona mshikaji amesahau kubeba ice cream ya mtoto. Ila Mwamba naye alianza kujitetea sana na kusema alikuwa busy sana kazini, hivyo ameshindwa kupata ice cream kwa wakati. Ila Phoebe kwa sababu alikuwa na hasira sana hakutaka kabisa kumuelewa Chazi, maana binti alienda kumkazia Chazi na kusema kila siku umekuwa busy na kila kitu tunachokwambia hutaki kabisa kutusikiliza. Hasa mchizi baada ya kuona kila kizungumza na binti hataki kabisa kumuelewa, aliamua kumfuata Tabi ikiwezekana muombe msamaha. Lakini hata huko upande wa Tabi mambo yalikuwa tofauti kabisa, maana Tabi aliendelea kumlaumu Chazi na kusema kila siku akimuomba kitu Chazi amekuwa akimdanganya sana. Na baada ya kutoa kauli hiyo binti aliondoka na kwenda kuzungumza na Phoebe, lakini wakiwa anaendelea kuzungumza na Phoebe Chazi naye akaamua kuwafuata mabinti hawa, na hapo ndipo Phoebe ilibidi amkumbushe Tabi kuhusiana na ice cream. Lakini Chazi kwa sababu alikuwa ashajua kwamba ameshazingua ilibidi amwambie binti kwamba yupo tayari kumnunulia kitu chochote anachokihitaji. Na binti baada ya kusikia kauli hiyo kutoka kwa Chazi alifurahi vibaya mno, na baada ya mazungumzo hayo Mwamba alimchukua binti pamoja na Phoebe na mwisho wa siku akaondoka zao. Lakini siku ilipopita Chazi aliamua kumfuata Phoebe chumbani kwake ikiwezekana wazungumze, lakini binti naye baada ya kumuona tu Chazi aliamua kumfukuza na kumwambia inabidi aondoke maana anahitaji kujiandaa. Na Mwamba naye baada ya kuona isiwe kesi ilibidi amsikilize binti na kuondoka zake. Lakini baada ya muda mfupi Phoebe alimaliza kujiandaa, ila Tabi alipomuona tu Phoebe alianza kumsifia na kusema naamini huyo mshikaji atafurahi sana maana binti ameumiza vibaya mno. Ingawa hii kauli ilimchanganya sana Chazi, maana Mwamba ilibidi amuulize binti ni wapi anapoelekea, ila Tabi ilibidi amwahi na kumjibia Phoebe na kusema leo Phoebe anaenda date kuonana na mpenzi wake. Hasa Chazi baada ya kusikia kauli hiyo mchizi alianza kuingiwa na uivu, huku akiwa anamkazia binti ikiwezekana asiondoke. Ingawa hilo jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa Phoebe, maana binti hakutaka kabisa kumuelewa Chazi na mwisho wa siku akaondoka zake. Lakini baada ya muda mfupi kusogea Phoebe alifanikiwa kurudi nyumbani, lakini Chazi alionekana akiwa na hasira nyingi sana, na hii ni baada ya kuona ni kama binti amechelewa kurudi, maana hata alipokuwa anampigia simu Phoebe alikuwa hapokei kabisa simu zake. Hasa binti baada ya kuona mshikaji amezidi kumfuatilia ilibidi anza kumchana ukweli na kusema hapendi kuona Chazi akiwa anaendelea kumfuatilia, maana Chazi sio mpenzi wake wala sio baba yake, hivyo hataki kuendelea kumfuatilia kwa jambo lolote lile. Hasa hii kauli ilimpatia Chazi hisia kali sana, na Chazi baada ya kumwangalia binti kwa muda mrefu sana usoni binti alishindwa kabisa kujizuia na pale pale akajikuta na mkiss Chazi bila kutegemea. Ila baada ya tukio hilo binti alijistukia na kuingia zake ndani, lakini hata Chazi ile jambo lizidi kumvuruga sana. Lakini siku ilipopita Mwamba ilibidi amfuate Damian ikiwezekana ampe ushauri, ingawa Damian alimwambia Chazi kwamba anaamini mshikaji wake atakuwa anampenda sana Phoebe, ingawa Chazi alikataa kabisa jambo hilo na kusema yeye hana hisia zozote zile na Phoebe. Lakini Damian baada ya kuona kila kimshauri mshikaji wake Chazi hataki kabisa kumuelewa, ilibidi aanze kumchana ukweli na kusema utakiwi kabisa kumpoteza Phoebe maana kuna siku moja utakuja kujilaumu. Na baada ya kauli hiyo Damian aliamua kuondoka zake. Lakini hata huko upande wa pili Phoebe aliamua kwenda kuzungumza na rafiki yake na kumwelekeza kila kitu kilichokuwa kimetokea, ingawa hata ubinti alimwambia Phoebe kwamba anaamini yeye na Chazi bado watakuwa wanapendana, ingawa hilo jambo Phoebe alikataa kabisa. Lakini rafiki yake alienda kumsisitiza Phoebe na kusema anaamini Chazi atakuwa anampenda sana, hivyo hatakiwi kabisa kumkataa. Sasa Phoebe ilibidi akubali tu kusikiza ushauri wa rafiki yake. Lakini siku zilisonga na maisha yakaendelea kama kawaida, na Loi Tabi akiwa ametulia zake na Chazi, binti alianza kumuuliza mshikaji maswali mengi sana ya mtego na kuanza kumtajia majina ya mabinti ambao Chazi angeweza kuwapenda. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba Chazi aliwakataa mabinti wote hao na kusema kwake hawana sifa. Ila binti baada ya kumuuliza Chazi kuhusiana na Phoebe, mchizi alionekana baada wakiwa namkubali sana binti huyo, maana Mwamba alipoulizwa kuhusiana na Phoebe alianza kumsifia vitu vingi sana. Hasa binti baada ya kusikia maneno yake kutoka kwa Chazi aliamini hawa wawili bado watakuwa wanapendana, ila ni vile tu hawataki kusema. Ila baada ya muda mfupi kusogea Tabi aliamua kumfuata Phoebe ikiwezekana naye amuulize kama
kama kweli bado atakuwa anampenda Chazi. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba Phoebe alisema anampenda Chazi kama rafiki tu na sio kwenye mambo mengine, na hata alipomuuliza kama bado wapo kwenye mahusiano, Phoebe alisema mahusiano ya watu wazima na mambo mengi sana, hivyo binti hatakiwi kabisa kuendelea kuwafuatilia. Lakini Tabi baada ya kusikia kauli hiyo, binti alipata hasira na kuondoka zake. Ila Phoebe baada ya kuona maliza mazungumzo na Tabi, ilibidi aanze kujiandaa kwa ajili ya kwenda date. Ingawa Loi Chazi anamwambia binti kwamba anahitaji atumie location, maana anahitaji kujua ni sehemu gani binti atakuwepo. Lakini hilo jambo binti alikataa kabisa na kusema hawezi kabisa kumpatia Chazi location, maana huyu mshikaji anapiga sana simu. Hasa mchizi baada ya kuona ni kama binti anamkataa, ilibidi akubali tu kumsikiliza Phoebe. Na baada ya mazungumzo hayo, binti aliondoka na kwenda kuonana na mshikaji wake. Lakini Chazi kwa sababu alikuwa anampenda sana Phoebe, mwamba alishindwa kabisa kupata usingizi, na hapo ndipo mshikaji ilibidi amsikilizie binti mpaka aliporudi. Na baada ya kumsubiria binti huyu kwa muda mrefu sana, hatimaye binti alifanikiwa kurudi nyumbani. Ingawa Loi binti alirudi akiwa tofauti kabisa, maana binti alionekana akiwa na mawazo mengi sana, na hata Chazi alipomuuliza binti nini tatizo, binti alisema mshikaji wake alitaka kumbaka, na ili jambo hakulitegemea kabisa. Hasa mchizi baada ya kusikia kauli hiyo kutoka kwa Tabi, ilibidi amtulize binti na kumwahidi kwamba atahakikisha anamtafuta huyo mshikaji, na endapo akimpata atamfanya kitu kibaya sana. Hasa binti ilibidi akubali tu kumsikiza mwamba. Lakini siku ilipopita, binti akiwa ametulia zake nyumbani, ghafla kuna mshikaji alikuja kumletea viatu vyake, na huyu jamaa ndio ule mpenzi wake aliyetaka kumbaka. Hasa binti baada ya kumuona tu mshikaji, ilibidi amfukuze na kusema inabidi aondoke tu nyumbani kwake. Ingawa hili jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa mshikaji, maana mwamba bado alikuwa anahitaji kuzungumza na Phoebe. Hasa mazungumzo akiwa yanaendelea kati ya Phoebe pamoja na mshikaji wake, pale pale Chazi naye akawa ametokea. Na Chazi kwa sababu alikuwa na hamu sana na mshikaji, ilibidi amuulize mshikaji yeye ni nani na amefuata nini nyumbani kwake. Ila mchizi kabla hajajibu jambo lolote lile, alijikuta anacheza kichapo na mwisho wa siku akaambiwa aondoke. Na mwamba kwa sababu alikuwa hana namna, ilibidi akubali tu kuondoka nyumbani hapo. Ila Chazi baada ya tukio hilo, mwamba alionekana ampata maumivu kwenye mkono wake, ambapo binti alianza kumkanda Chazi. Lakini wakiwa wanaendelea kukandana, pale pale ghafla Tabi akatokea, na binti alishangaa sana, maana hajawahi kuona Phoebe pamoja na Chazi wakiwa wamekaa kwa amani kiasi hichi. Lakini siku ilipopita, Chazi aliondoka na kwenda kuonana na Damian. Ingawa Loi Damian alimkumbusha Chazi jambo la msingi sana na kumwambia Chazi kwamba inabidi ajitahidi aandae zawadi, maana birthday ya Phoebe zimebaki siku 2 tu. Hasa Chazi kwa sababu alikuwa ni mshikaji ambaye yupo biza sana, hilo jambo mshikaji alikuwa amelisahau kabisa. Lakini Damian alienda kumkazia Chazi na kumwambia kwamba inabidi ajiandae, maana hii siku ni muhimu sana kwa Phoebe, na mchizi ilibidi akubali tu kumsikiza rafiki yake. Lakini siku ilipopita, Chazi akiwa upo zake nyumbani, mwamba alikutana na Tabi na kuanza kumuuliza Phoebe upo wapi, lakini binti anasema Phoebe ipo chumbani kwake, ingawa hali yake sio nzuri. Hasa Chazi kwa sababu alikuwa ashapewa madini na mshikaji wake, mwamba ilibidi amwambie Tabi kwamba wanahitaji kumfanyia surprise Phoebe, na dogo ilibidi akubali tu jambo hilo. Na baada ya muda kusogea, Chazi pamoja na Tabi walimpelekea keki Phoebe, na ilikuwa ni keki special ambayo Chazi aliiandaa kwa ajili ya Phoebe, na hili jambo lilimfanya Phoebe afurahi sana. Lakini siku zilisonga na maisha yakaendelea kama kawaida, na Loi Phoebe akiwa anajiandaa kwenda kazini, alishangaa sana baada ya kuona Tabi amechelewa kwenda shule, ila binti alisema atajitahidi kula chapchapu ili awahi shuleni. Lakini Phoebe akiwa anaendelea kumuuliza Tabi, ghafla pale pale Chazi naye akawa ametokea, na mwamba alishangaa sana baada ya kumwona binti huyo amechelewa kwenda shuleni. Lakini Phoebe pamoja na Chazi ilibidi waongee kwa kodi na kumwambia kwamba inabidi ajitahidi ampeleke Tabi shuleni, ila mchizi kwa sababu alikuwa hana namna, ilibidi akubali tu jambo hilo. Ingawa Chazi alifanya mistake kubwa sana, maana mwamba alichelewa kujiandaa, hali iliyofanya binti aende zake shuleni peke yake. Hasa Chazi akiwa juu jambo lolote lile kwamba binti ameshaenda shuleni, ghafla alipigiwa simu na Damian na kuambia kwamba inabidi ajitahidi sana kuwahi kazini, maana leo kuna kikao. Na mchizi baada kusikia kauli hiyo, ilibidi aondoke na kuwahi kazini. Lakini baada ya muda kusogea, Tiza akiwa upo zake nyumbani, ghafla alipigiwa simu na walimu wa Tabi na kuambiwa kwamba Tabi ameanguka ghafla alipokuwa anaenda shuleni. Hasa binti baada kusikia taarifa hizo, alichanganyikiwa vibaya mno, maana alikuwa anajua kwamba huyu binti kila siku anapelekwa shuleni. Lakini walimu walimwambia Tiza kwamba inabidi ajitahidi awahi hospitali, maana hali ya binti sio nzuri kabisa. Na binti baada kusikia kauli hiyo, ilibidi aondoke na kuwahi hospitali. Lakini huko upande wa pili wa Chazi, mwamba alikuwa amerudi nyumbani kwa akiwa juu chochote kinachoendelea. Na mchizi baada kuwaza kwa muda mrefu sana, alikumbuka kwamba amesahau simu ndani ya gari, na alipoenda kuchukua simu hiyo, mwamba alipata taarifa kwamba Tabi yupo hospitali na hali yake sio nzuri kabisa. Na mchizi baada kusikia taarifa hiyo, ilibidi aondoke chapu na kuwahi hospitali ikisokana ajue hali ya Tabi. Lakini baada ya kufika hospitali, daktari alimwambia mshikaji kwamba mgonjwa wake anaendelea vizuri na muda sio mrefu ataruhusiwa. Hasa mchizi ilibidi amsikilize tu daktari, na baada ya muda mfupi binti alifanikiwa kutoka hospitali. Lakini Tabi pamoja na Phoebe walionekana wakiwa na hasira nyingi sana, jambo lilofanya Chazi aanze kujiongelesha peke yake akiamini kwamba watamuelewa. Ingawa huu mtihani ulikuwa ni mgumu sana upande wa Chazi, maana baada ya kufika tu nyumbani, Tabi alionekana akiwa anawafokea sana, na hii ni baada ya kuona ni kama Chazi pamoja na Phoebe wanashindwa kabisa kumjali, na hata walipojaribu kumforce kuwezekana wazungumze, bado binti alikuwa ni mkali vibaya mno. Hasa Phoebe baada ya kuona ni kama binti amezidi kuwa na hasira, ilibidi amfuate Chazi na kuanza kumwashia moto, maana mwamba ndio alisababisha mpaka binti akaenda shuleni peke yake. Lakini mwamba alijitetea sana na kusema alipigiwa simu kazini, hivyo alishindwa kabisa kujigawa. Lakini Phoebe baada ya kumsikiza Chazi kwa muda mrefu sana, alishindwa kabisa kumuelewa mshikaji, na hapo ndipo binti akaanza kumkumbusha mshikaji mambo ambayo alishawahi kuyafanya kipindi cha nyuma, kipindi wakiwa wapo kwenye mahusiano, maana mwamba alikuwa amjali kabisa Phoebe, na hata alipokuwa anamuelekeza mambo ya msingi, mwamba alikuwa hataki kabisa kumuelewa. Hasa mchizi ilibidi anza kumuomba msamaha ikiwezekana binti amsamehe, lakini hilo jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa Phoebe, maana Phoebe alikataa kabisa jambo hilo na kumtaka mshikaji aondoke, na kwa sababu mwamba
Mwamba alikuwa hana namna, ilibidi akubali kuondoka nyumbani hapo. Lakini kabla Mwamba hajafanya maamuzi ya kuondoka, aliamua kwenda kwenye mlango wa chumba cha Tabi na kuanza kumwomba msamaha, maana hakutegemea kama haya yote angetokea. Na baada ya kauli hiyo, Mwamba alimwaga Tabi na kuondoka. Asa Tabi alisikiza maneno ya Chazi, lakini baada ya kutoka nje, kwa bahati mbaya sana mshikaji alikuwa ashaondoka. Asa Chazi, kwa sababu jambo lilikuwa linamuumiza sana. Mwamba alikuwa ni mtu mwenye mawazo mengi kila wakati. Ingawa leo Chazi akiwa ametulia zake ofisini, Damian alimfuata Chazi na kuanza kumpa ushauri na kumwambia inabidi ajitahidi sana arudi nyumbani kwa Phoebe, maana ile familia bado inamhitaji sana. Lakini hilo jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa Chazi, maana Mwamba alisema hawezi tena kurudi nyumbani kwa Phoebe, maana ule binti anaonekana hampendi hata kidogo, maana hata akijaribu kumpigia simu Phoebe hapokei kabisa simu za Chazi. Sasa Damian baada ya kusikia maelezo yao kutoka mshikaji wake, alimwambia Chazi kwamba hutakiwi kabisa kumpigia Phoebe simu, cha msingi ni kumfuata nyumbani kwake ikiwezekana mzungumze. Sasa Chazi ilibidi akubali tu kusikiza ushauri huo. Lakini huku upande wa pili nyumbani kwa Phoebe, Loi Tabi alimfuata Phoebe na kuanza kumwomba msamaha kwa mambo yote ambayo alikuwa ashatokea kipindi cha nyuma. Sasa Phoebe alikubali kumsikiza Tabi, lakini binti alimwambia Tabi kwamba inabidi aanze kujiandaa, maana siku si nyingi wanaenda Marekani ambako huko wataenda kuanza maisha mapya. Lakini hilo jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa Tabi, maana binti alikataa kabisa jambo hilo na kusema yeye anahitaji kuendelea kubaki hapa Nigeria na alikuwa anapenda sana maisha ambayo alikuwa anaishi yeye pamoja na Chazi. Lakini Phoebe naye alikataa kabisa jambo hilo na kusema Chazi hawaishi naye kwa sasa na hawezi tena kurudi nyumbani hapa. Sasa Tabi baada ya kusikia kauli hiyo, binti alipata hasira kinoma noma. Lakini siku ilipopita, Phoebe akiwa ametulia zake nyumbani, ghafla Chazi akampigia simu na kumuuliza kama wanaweza kuonana. Lakini hilo jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa Phoebe, maana Phoebe alikataa kabisa jambo hilo. Lakini muda ulipozidi kusogea, Mwamba alienda kumsumbua sana Phoebe ikiwezekana waonane wazungumze, ila bado binti alionekana akiwa na hasira nyingi sana. Lakini Chazi baada ya kupiga simu kwa muda mrefu sana, binti ilibidi akubali tu kupokea simu hiyo na kukubali kwenda kumsikiliza Chazi. Asa Chazi kwa sababu alikuwa anajua kwamba Humans bado anampenda sana, ilibidi aanze kumuomba msamaha. Lakini binti baada ya kukataa kwa muda mrefu sana, raundi alijia kwenye mfumo wa mshikaji na pale akakubali kumsamehe. Na hapo ndipo Mwamba akaamua kufanya maamuzi ambayo alikuwa anawaza tangu muda mrefu sana ya kumvisha pete binti huyo. Na baada ya tukio hilo, Chazi pamoja na Phoebe walienda kumwambia Tabi kwamba kuanzia leo wao ni mume na mke, hivyo Tabi inabidi awaone kama wazazi wake. Asa Tabi baada ya kusikia kauli hiyo, dogo hakuamini kabisa, maana dogo alikuwa anatamani kuona hii familia ina amani kila wakati. Asa bwana, na mimi sina ziada, na ndio mwisho wa simulizi kali ya movie yetu, na ulikuwa na mimi Vasco Rhymes nilikuletea simulizi hizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini mimi nakukumbusha tu usisahau kupita pale YouTube na kusubscribe ili wa kwanza kupata movie zetu. Asante.